Endapo utapata uvumilivu wa kuitazama hii video mpaka mwisho, basi utaondoka na kitu kikubwa sana. Leo nilikuwa nachanganya chakula cha kuku, nikakumbuka kwamba kuna vitu muhimu sana ambavyo sijawahi kuwaambia kabisa wale watu wote ambao wanatufuatilia KingoFarm hapa mtandaoni hapa YouTube. Nikaja na hii video, lazima niwaambie hivi vitu muhimu sana kwa wale ambao unatamani kupunguza gharama za chakula kwa kutengeneza chakula wewe mwenyewe. Kuna makosa ambayo wafugaji wengi sana wamekuwa wakiyakosea wanapochanganya chakula, lakini pia nitakuja kukuambia namna ambavyo unaweza ukachanganya chakula kwa gharama nafuu kabisa bila ya kupata athari yoyote ile, ya kupata magonjwa, changamoto pale ambapo unakuwa unakitumia kile chakula ambacho umekichanganya. Na vitu vingi sana nitazungumza kwenye hii video ambavyo vinahusiana na uchanganyaji wa chakula. Sasa nikianza kwanza nikupe hii elimu, ipo hivi. Mara nyingi sana tunapokuwa tunachanganya chakula kama hivi, huwaga tunalenga kama makundi matatu hivi ya kuku ambao unawachanganyia chakula. Lazima uyaelewe kwa undani haya makundi matatu yanahitaji vitu gani. Kundi la kwanza ni la vifaranga wale wadogo kabisa. Na kifaranga mara nyingi sana nahesabika chini ya wiki tatu mpaka wiki 4. Hapo chini ya hapo huwaga tunamhesabia huyo kuku kama vile ni kifaranga. Lakini pia kuna kuku ambao wanakuwa, hawa hapa sasa wanaanziaga ile wiki ya 3, wanaenda mpaka mwezi wa 3 mpaka miezi 3 hivi na nusu. Wale kuku ndo huwaga tunawachukuliaga kama vile kuku ambao wanakuwa hili kundi hili. Na kundi la mwisho ni kundi la kuku wanaotaga. Wale kuku ambao wanakuwa wanataga, namna ambavyo unaweza kuwachanganyia chakula pia nitawaelekeza vitu gani ambavyo vinakuwa vinahitajika hapo. Lakini pia bila kusahau nitakupa na bonus ya kukuelezea namna ambavyo unaweza ukamchanganyia kuku wako ili anenepe haraka sana. Tunasemaga sisi tunayo kanuni moja hivi ambayo tunaiuza ipo kwenye kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Inakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukamnenepesha jogoo ndani ya muda mfupi sana. Pia na hilo ni somo zuri sana la wewe kulijua, ni namna gani ambavyo unaweza ukamnenepesha jogoo kwa haraka sana na ukamuingiza sokoni. Lakini pia bila kusahau tutakwenda kugusa maeneo madogo ambayo wafugaji wengi sana wamekuwa wakikosea pale ambapo wanakuwa wanachanganya chakula kwa kutokujua au kwa bahati mbaya inatokea hivyo. Sasa vifaranga wadogo, kundi la kwanza ambalo nimekutajia hapo, hili lina uhitaji wa protini kwa wingi ili kuweza kudumisha ukuaji wao. Kwa hiyo chakula chao huwaga kinahitaji protini kwa wingi. Kama mnavyojua vyanzo vya protini ni vingi, kama vile pumba ya dagaa, kuna pumba ya dagaa uduvi ni hicho, lakini pia kuna soya. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinachochea sana kwenye kumfanya kuku aweze kukua kwa haraka. Hizo ni protini. Lakini pia kuna hizi za viwandani ambazo ni muhimu pia unaweza ukaweka. Kuna methionine na lysine. Hizi ni protini ambazo zipo katika mfumo rahisi sana, muhimu sana. Yani hicho ndio kitu kinachohitajika kwa wingi kwa kuku ambao wapo chini ya hapo. Sio kwa wingi, kwa vipimo unaweza ukaona unatengeneza kanuni, umeweka pumba nyingi lakini pia protini ikafuatia. Sasa kiwango cha protini ukilinganisha na haya makundi yote matatu, mara nyingi sana huwaga tunaweka sana kwenye vifaranga. Tunafuatia kuku wanaokuwa. Kuku wanaokuwa wanahitaji pia protini kwa wingi, lakini sio kama ile ya kwenye vifaranga ambayo tunakuwa tunaweka kwenye vifaranga. Hapa tunakuwa tunaweka inapungua kidogo protini, lakini pia inakuwa inauiana kabisa na hizi pumba paraza. Hii ni carbohydrate ambayo inawapa nguvu kuku ambao wanakuwa. Bila ya kusahau, muhimu sana, kitu cha muhimu sana, haya makundi yote nitakuja nikutajia hapo baadaye vitu vya muhimu ambavyo haitakiwi vikosekane.
kuku wanaotaga hawa hawahitaji protini kwa wingi. Ndio maana kuna kitu kimoja hivi, kuku wanaokuwa unaweza ukawaona wanakuwaga wananyonyoka manyoya eneo lao la nyuma lile la mgongoni kwa sababu ya upungufu wa protini. Hawa ni kuku ambao wanataga, kwa hiyo wanahitaji vyakula ambavyo vinawapa mafuta kwa wingi kwenye mwili wao. Ndio kuna mashudu, lakini pia wanakuwa wanahitaji madini kwa wingi, sasa madini ya calcium, madini ya chuma, magnesium. Haya madini haya huwaga yanahusika sana kwenye utengenezwaji wa yai, lakini pia bila kusahau kuna zile protini ambazo zipo katika mfumo mwepesi tunasema, kwa mfano methionine na lysine wanahitaji, kwa sababu utengenezwaji wa yai pia kuna kiini ambacho kwa asilimia kubwa kiini huwaga kinaundwa na protini. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo ni vya msingi sana unapokuwa unatengeneza chakula kuvizingatia unapoangalia haya makundi ya kuku ambao unawachanganyia. Kwa hiyo chakula ambacho wanakula vifaranga sio chakula ambacho wanakula kuku wanaokua, na sio chakula ambacho wanakuwa inatakiwa walishe kuku wale wanaotaga. Lazima uzingatie hayo makundi, usije ukachanganya kwenye hayo makundi, ukajikuta kuku labda wanaotaga ukawapa chakula cha kuku wanaokua wakawa hawatagi vizuri. Vitu kama hivyo mara nyingi sana huwaga vinatokea. Kwa wewe ambaye unafuga kuku wa kienyeji chotara, usihangaike sana kununua vifaranga kwenye makampuni. Unaweza ukapata incubator. Umeona hii incubator? Sisi tunazitengeneza hizi incubator sisi wenyewe kwenye kampuni letu. Zina ubora wa hali ya juu sana, ni automatic kila kitu. Incubator ya mayai machache zaidi inaanzia mayai 60. Tunaiuza kwa gharama nafuu sana na ubora wake ni wa hali ya juu sana. Kwa mfano hii incubator ambayo unaiona hapa shambani kwetu, hii ni ya mayai 120 tu, lakini tukiwekaga tunapataga vifaranga hadi 110, 115, na mayai yanayobaki labda huwaga inakuwaga kutokana na yalikosa mbegu, lakini kwenye kutotolesha tu hii incubator inajitahidi na ina ubora wa hali ya juu sana. Kama unahitaji incubator kama hizi, tutafute sisi KingoFarm. Sambamba na hivyo, sisi KingoFarm pia tuna hivyo vitabu ambavyo unaviona hapo. Hivyo vitabu tumevifanyia research hapa shambani kwetu. Kwa hiyo vitu ambavyo tumeviandika humo ni vitu ambavyo vina uhalisia kabisa. Yaani kwa mfano hizo tiba za asili kwenye hicho kitabu cha toleo la kwanza, hilo toleo la pili, ni vitabu ambavyo tumeandika. Yaani tiba ambayo tumeandika humo ni tiba ambayo sisi tuliitumia ikafanya kazi, ndio tukaja tukaiandika humo. Lakini pia vipo vya kuchanganya chakula kama safari ya ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Tunaelekeza namna ambavyo tunachanganya chakula kama hiki ambacho unakiona hapo. Gharama hivyo vitabu, kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hatuna hard copy kitabu kama kitabu chenyewe kile pale. Sasa tukiendelea kwa ufupi sana, ninataka nikutajie maeneo madogo madogo ambayo wafugaji wengi sana wanapochanganya chakula pia huwaga wanakosea. Mfano, chumvi. Chumvi ni muhimu sana kuweka kwenye chakula, lakini ikizidi huwa ni tatizo. Inasababisha kuku wanakuwa wanaharisha. Lakini pia kitu kingine, wafugaji wengi wamekuwa wakichanganyia vitu ambavyo vimevunda. Yaani unakuta mtu anaweka mashudu yamevunda, anaweka pumba ambazo tayari zimeharibika. Hivi ni vitu ambavyo vinaleta athari sana, hasa kwenye magonjwa ya matumbo, kipindupindu. Kuku wako watakuwa wanapata magonjwa na unashindwa kuelewa ni nini kinachosababisha haya magonjwa. Lakini pia hivi vyakula ni muhimu sana kutengeneza kwa kiwango kidogo, yani kisizidi walau wiki 3 kwenye matumizi. Ukitengeneza chakula kingi sana kikakaa miezi 3, 4 kinaharibika. Na kitu kingine ambacho wafugaji wengi wamekuwa hawakijui kabisa, sisi hapa huwaga tunachanganyia, tunawekaga na kwa mfano huwaga tunaweka haya majivu, huwa tunaweka mkaa pia huwaga tunaweka kuna vitu vya asili ambavyo huwaga tunaviweka vinasaidia sana kwa hawa kuku. Ukiwa na kitabu cha
kutengeneza chakula cha kwetu sisi KingoFarm, tumeweka vile vitu mle, tumeandika na kiasi ambacho unapaswa kukiweka. Muhimu sana, yani ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Kuna utofauti mkubwa wa anayetengeneza chakula bila ya kutumia vitu vya asili kwenye kile chakula na ambaye anatengeneza chakula kwa kutumia vitu vya asili kwenye hicho chakula. Kwa hiyo kama wewe unahitaji utengeneze chakula kama ambavyo sisi tunatengeneza hapa KingoFarm, na kushauri sana tupigie simu tukupe hicho kitabu ambacho gharama yake ni shilingi 10,000. Tunakutumia soft copy, kitakusaidia sana unapotengeneza